Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Jambo ndugu mtazamaji, unaniangalia kwako, unaniangalia kwa Promova TV, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwako unaniangalia hapa katika channel hii ya Tunda la Wokovu, pia nazidi kukusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwako wewe unayeniangalia ama utakaniangalia katika Toba na Uamsho TV, amani ya Bwana Yesu Kristo ikutangulie. Na wakaribisheni nyote tupate kuwa pamoja katika unabii huu ambao Mungu amekuwa akinionyesha na kunifunulia, ili watoto wake wapate kujua kile ambacho watakatuweza kukifanya. Na washukuru kwa kazi yote ninayoifanya, kushare, kusubscribe, kulike, comment, na wale ambao wako kama yule partner kama yule Promova TV ambao wanachukua na kuupload katika channel yao Toba na Uamsho. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa na ninyi. Toba na Uamsho TV, amani ya Yesu Kristo ipate kuwa na ninyi. Leo tuko katika kengele yake ya 4, sehemu yake ya kwanza, na kengele hii ni ndefu kidogo, kwa hiyo inaweza ikawa na sehemu 2 au inaweza ikawa na sehemu 3. Kwa hiyo inaongelea zaidi sana juu ya toba, aliko ya mwanadamu kwa toba. Lakini sio hapo tu, kuna mambo mengine ambayo tutakwenda kuyaona katika kengele hii. Ni mimi Joel Eomba Mlondani kutoka hapa kwetu Australia. Karibuni nyote katika kazi hii. Sasa nilianza kuona mtu yuko kwenye msalaba. Wakati namuona huyo mtu yuko msalabani akiwa anaonyesha huzuni. Alipokuwa anaonyesha huzuni, ndio wapo nikaambiliwa huo ni wito wa kanisa. Wito wa kanisa kutubu. Ni wito wa kanisa kutubu. Sauti ikaendelea kuniambia na kusema watu wageuke kwake yeye aliyewafia. Watu wageuke kwake yeye aliyewafia. Wala wasichelewe ama kuchelewesha siku zao. Wanadamu wote wanaalikwa kwa toba. Wanadamu wote wanaalikwa kwa toba na kujua kumwabudu Mungu wa kweli aliyewafia. Mungu wa kweli aliyewafia, Mungu wa kweli aliyewaumba. Baada ya kuambiliwa hayo maneno, nikapewa kitabu hichi cha Isaya 3:5. Isaya 3:5 nasema nini hapa? Isaya 3:5 yake nasema hivi: nao watu wataonewa, kila mtu na mwenziwe, na kila mtu na jirani yake. Mtoto atajivuna mbele ya mzee, na mtu mnyonge mbele ya mtu mwenye heshima. Sasa baada ya kupewa hilo andiko, nikaanza kuambiliwa wote walio wa Mungu hawawezi kuwa hivyo. Hayo yanatokana na dhambi za wanadamu. Laana imekuwa duniani ambako mwanadamu amegeukia njia yake mwenyewe. Kaambiliwa tena nisome Isaya 3 mstari wake wa 10. Nikaambiliwa waambie wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Waambie wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya haki yao. Sasa baada ya kusoma hilo andiko, nikaanza kuambiliwa tena siku kwa wale walio heri, walio wa haki watafurahi, na wale walio waovu hawatasimama kabisa katika hukumu inayokuja. Hawatasimama katika hukumu inayokuja. Nikaambiliwa wito ni kugeuka
mbona huushibi dhambi mwanadamu? Ndio swali mwanadamu anaulizwa, mbona huushibi dhambi? Mbona ujui kama huo ni mtego? Mtego wa mwindaji utamnasa mtu asiyefaa. Raruweni mioyo mkamrudie Bwana wenu. Mwanamke aliyeolewa alafu akaachwa na mume wake, kula anapokwenda asiolewe na mwanaume mwingine kama mume angali hai. Mwanaume aliyeoa alafu akaacha mke wake, kula anakokwenda asiowe mwanamke mwingine kama mke wake angali hai, yule mke wake wa kwanza. Nikaambiwa ndoa ni mke mmoja, ndoa ni mume mmoja. Hakuna kusema sikujua siku hiyo, ya kwamba haya yote niliyoyaishi Bwana nilikuwa sijui. Hakuna kusema sikujua siku hiyo. Vile unavyojitambulisha kwa Bwana wako na ndivyo utakavyohukumiwa. Vile unavyojitambulisha kwa Bwana wako na ndivyo utakavyoweza kuhukumiwa. Utajitambulishaje kwa Bwana wako? Utajitambulishaje? Mwenye furaha au utajitambulisha kwa Bwana wako mwenye huzuni? Ndipo nikaona bahari ya damu ambako mtu yule aliyekuwa msalabani aliitoa. Ni yeye, hiyo bahari ya damu, yule ambaye nilimuona yuko kwenye msalaba, ni yeye alitoa hiyo damu. Ni bahari ambayo sikuweza kuona mwisho ya damu. Sasa yeye aliyekuwa pale msalabani pia akaanza kuniambia, nikaambiliwa ni kisima kilicho hai, semeni kweli kila mtu na jirani yake. Ile bahari ya damu ni kisima kilicho hai, semeni kweli kila mtu na jirani yake. Kila mtu na awe mhakimu wa njia zake. Kila mtu ajichunguze njia zake kabla ya kuangalia mtu mwingine. Usianze kwa mtu mwingine, anza kwako wewe. Jiangalie wewe, jione wewe. Sawa eh? Sasa neno la ongea na mtu binafsi. Wakati neno linahubiriwa, wakati tunatoa nabii hapa, linaongea na mtu binafsi. Mtu ajiulize njia zake yeye mwenyewe. Mtu ajiulize maswali, niko sawa na Mungu yeye mwenyewe. Usikimbilie kuangalia watu wengine wakati hujajijua ulivyo. Kwanza jijue njia zako, jichunguze wewe kabla kutaka kumponya mwingine. Sawa eh? Sasa nikaambiliwa pombe za nini ambazo watu wanakunywa? Ni pombe za nini? Uongo wa nini ambao watu wanaosema rudini msalabani, rudini msalabani. Kisima chenye uhai chatoka msalabani, nacho chasafisha uovu na dhambi yake. Rudi, kama nilivyosema, kengele hiyo inabezi sana katika wito wa kuandika watu katika kujutia njia zao, katika toba. Maana toba ni kujutia njia. Rudi katika kisima kilichokuwa hai, kilichotoka msalabani. Kitakusafisha dhambi zako, uovu wako wote utasafikana. Nikaambiliwa tena, hicho kisima uwacha wakosaji huru na usafishe sana, na ukuwaweka wakosaji kuwa weupe kama theluji. Hicho kisima kilichotoka msalabani. Rudini, nikaambiliwa, rudini, rudini mkaache njia zenu mbaya. Maovu yenu yako mbele zake yeye aliye Bwana wa wote. Maovu yanaonekana ya mwanadamu. Maovu yanaonekana ya mwanadamu. Akazidi kuniambia, makosa yenu
yanaonekana. Kisima cha ogesha wakosaji bila upendeleo wowote. Hakibagui hichi kisima, kinaosha wakosaji bila upendeleo wowote. Sio hapo tu, akanambia hakuna haingiaye katika ndani ya kisima hicho bila kuwa na utakaso, maana kwa ajili ya hayo kilimwangika, ili mkosaji awe huru mbali na dhambi. Mtu aliyekuwa msalabani ndo ananionyesha na kuniambia maana ya kisima cha damu kilichotoka msalabani. Ya kisima kama ndo kisima ama ile bahari ya damu. Akanambia, nawe wasema kwamba umesaulika, umeachwa. Mbona wajidanganya? Mbona wadanganyika sana? Kisima cha okoa sana kwa wale watakao kiri makosa yao. Kisima hicho ni siri na hekima ambayo dunia imefichwa. Haleluya Bwana. Kisima hicho cha damu ni siri, ni hekima ambayo dunia imefichwa. Wale walio na akili ujilaza na kuoga humo, ujilaza na kuoga ndani ya kisima hicho. Lakini wale wa dunia hawajui siri hii. Huu ni wito wa toba ambayo Bwana Yesu Kristo analika kila mtu mwenye mwili, mwenye uhai, ambaye anahitaji kuokoa nafsi yake. Ni wakati wa toba, ni wakati wa toba, ni wakati wa toba, ni wakati wa nini? Ni wakati wa toba. Bwana Yesu asifiwe. Kisima kinaita watu kuja kwenye toba. Kristo anaita watu wapate kuja, watubu makosa yao, wageuke katika njia zao, wanjue yeye aliyewaumba, yeye aliye mtakatifu, yeye aliye wa kweli, yeye aliye wa haki. Njoni mkatubu makosa, mkaseme, Bwana, tumekutenda makosa katika hiki, katika hili, basi tusamee makosa yetu, naye Yesu Kristo atawasamee makosa ya mtu, atamsamee mtu yule aliyekiri makosa yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni njia gani unazoendea? Unaweza kazani labda aweza kasafisha, lakini ana uwezo kabisa wa kusafisha kila uovu ambao unauona hawezi ukasamehewa. Tunazidi kuendelea na ujumbe huu ambao tuko katika sehemu kengele ya 4 katika sehemu yake ya kwanza, ambako tunakwenda kujifunza mambo mengi mazuri na matamu ya kuweza kumwokoa mwanadamu apate kuingia katika mji ule mtakatifu wa Bwana wa Yesu Kristo. Bwana, tutakwenda kusoma andiko moja ambao inatualika katika toba, ambayo inatuambia jinsi tutakavyokwenda tunavyotakiwa kuwa. Inasema hivi ilo andiko katika kitabu cha Wakorinto wa pili 6 mstari wake wa Wakorinto wa pili 6 mstari wake wa ngapi? Mstari wake wa pili anasema hivi, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa, tazama siku ya wokovu ni sasa. Ndio nikaona ni aliko kwa wale ambao wanafanya nini? Wanaitwa, wale ambao wamo ndani ya kanisa, hata ulimwengu mzima unaitwa kwa ajili ya toba. Mungu anaalika watoto wake wapate kuja mahali ambako watapata msamaha, kusamewa
dhambi zao pale watakapoweza kujutia na kugeuka na kujua kumwabudu Mungu wa kweli. Biblia andiko hili linasema wakati huu ni leo. Wakati wa kugeuka na toba ni leo, sio kesho. Lakini baada ya hapo nikaendelea kuona mambo mengine. Nikaona wanafunzi shuleni. Baada ya hiyo mambo ya toba kwenda, nikaanza kuendelea kuonyeshwa mambo mengine. Nikaona mambo ya toba shuleni. Katika mashule niliona kazi ya pepo. Huyu pepo alikuwa katika maeneo za shule akisimamia uovu unaotendeka mashuleni, uovu wa shuleni, yale maovu yanayotendeka mashuleni. Ndio niliyaona huyu pepo anasimamia. Ndio niliyaona huyu pepo anayasimamia yale maovu. Samani, ndio nikaona yale maovu yote yanayotendeka kule shuleni, huyu pepo anayasimamia. Kazi yake ya kwanza, kwa maana niliona kama ni kazi nyingi. Kazi yake ya kwanza huyu pepo kule shuleni kwa wanafunzi, anaanza kufanya kazi yake anafanya shule kuvalisha wanafunzi uniforms, yani sare za shule zinazoonyesha uchi wao, yani wanafunzi wanavalishwa vibaya kule shuleni, wanavalishwa vibaya shuleni. Na hiyo inatokana na pepo niliyomuona anasimamia hizo dhambi za kutendeka kule shuleni. Lakini pia uendeleza rushwa shuleni. Huyo pepo uingiza tabia ya rushwa kule shuleni. Walimu wanapokea rushwa kutoka kwa wanafunzi ili wapate mitihani. Anasababisha hiyo hali, wanafunzi kuwapatia walimu rushwa na walimu kupokea rushwa kutoka kwa wanafunzi, na wanafunzi wanapata maalama na kuanza kupata mitihani ya shule. Lakini pepo huyu hufanya shule kuwa eneo ya uasharati. Anaingiza uasharati katika eneo ya shule, na wanafunzi kujifurahisha kwa kufanya tendo la ndoa, na hivyo walio wengi wanashindwa na shule. Kazi ingine sasa, walimu wote, maonyo na ushauri wa walimu wote na wanafunzi wote, walimu wote na wanafunzi wote waliotoa na kupokea rushwa lazima watubu dhambi hiyo. Tuko katika toba bado, tunaalikwa katika toba shuleni. Nikaona directeur sijui ni nani katika shule. Katika Kiswahili directeur ni kama mwalimu mkuu, tuseme hivi, mwalimu mkuu anayeangalia ile shule yote. Huyu directeur, huyu mwalimu mkuu, huyu mwalimu mkuu wa shule nilimwona yuko ofisini anakaa. Baada ya hayo nikaona mabomu yanatoka katika anga, nayo yakaanguka ndani ya bahari. Baada ya kuona matukio ya shuleni, nikaona huko angani mabomu linashuka kuingia katika bahari. Sasa kitu kilichonishangaza ni hiki ambacho tutakwenda kusema hapa baadaye. Sasa nikaona baada ya kuona mabomu haya yanaingia katika bahari, nilishangaa, kwa maana bomu inapoingia ndani ya maji lazima haiwezi kawakisha moto, lazima itazima. Hata iwe nini, iwe bomu ya aina gani, kitupa ndani ya bahari humo, lazima moto ule utazimika. Lakini hizo bomu ambazo niliziona zinatoka angani kushuka kupiga baharini, ziliwakisha moto ukawaka, moto ukawaka. Baada ya kuona moto unawaka juu katika bahari, na nikaona mtu kama dhahabu safi, ndio ilivyokuwa mwili wake. Huyu mtu anaonekana kama dhahabu safi akitembea ndani ya nyumba. Aliingia ndani ya nyumba yangu hii. Alipokuja
Alipokuja ndani ya nyumba yangu hapa mimi niko sasa. Alipokuja akaanza kusema nami. Akasema hivi, wana wa ulimwengu watapoteza. Wana wa ulimwengu watapoteza, moja, watapoteza makao yao na kila kitu walicho nacho katika ulimwengu huu. Kila kitu. Wana wa ulimwengu watenda maovu ambao waweza kumjua Yesu Kristo watapoteza. Ndio huyo mtu alivyoanza kuniambia, watapoteza makazi yao ya dunia. Dunia itachomeka moto. Dunia itachomeka moto. Moto utawaka katika ulimwengu. Hukumu itakuja katika ulimwengu kwa wale wasiokubali kutubu. Hukumu itakuja katika ulimwengu. Kai, lakini jua hilo. Akaniambia, nikaambiliwa kwamba mtu mwema katika hazina yake njema huzaa matunda, bali mhalifu hataweza kusimama katika njia zake. Apendaye ndugu amejisafishia njia yake, na kila mtu aliye na akili na ajiangalie, maana siku ya hukumu ya Mungu imekaribia. Watu wote watasimama mbele yake, naye atawabagua wote wazuri kwa wabaya. Angalia, siku hiyo itakuja kama mwizi, naye ni nani atasimama? Sikiliza maneno. Tuko katika toba, lakini hapa tumeingizwa katika utumwa. Baada ya kukataa kutubu, ujue hukumu inakuja. Usizani utabaki hivyo njanja kila siku. Hiyo siku itakuja, ninasema itakuja kama mwizi. Hiyo siku utasimama, nitasimama. Ndio maana Kristo anatuambia tuingie katika toba. Akasema, kazi ya mtu ndiyo matunda yake atakayoyavuna. Kila apandaye kwa haki huvuna haki, na kila apandaye maovu atavuna uovu. Siku ya hukumu yaja, wenye dhambi wataomboleza mbele zake. Hakaza niambia, ukumbuke ni mtu mwili wake anaonekana ni dhahabu, anasimama mbele yangu na kuwa ananiambia sasa yote wakati niko kwenye kifungu. Sasa Mungu wa kweli na mwenye adili, Mungu wa kweli na mwenye adili ataomboleza mbele zake. Mungu wa kweli na mwenye adili, mtu wa haki na atende haki, maana hakuna majuto katika haki, wala masikitiko hayapo katika fungo la wenye haki. Baada ya huyu mtu kuniambia hivyo, akatoweka. Alipotoweka, nikaona mbingu imejaa watu wenye mavazi mekundu mengi sana. Hao watu wenye mavazi mekundu wengi, ambao sijui kama naweza toa hesabu, nao wakaja hapa kwangu, nami nikaona kasanduku hivi kadogo hivi kama kale kasanduku ambao kanachunga ma screws, zile tools, unaona hata kasanduku kamefika nako, na ndani yake mulikuwa vifaa kama vile vifaa vya kufungua ma screw. Nikaona hao watu wamevichukua vile vitu vinavyokuwa kama ma screw, nao wakaanza kunipasua, wakaanza kunifungua mwili wangu. Walipoanza kunifungua mwili wangu, mwili huu ulikatika kama vile unafungua begi fulani hivi, ndio lilifunguka. Niliona walikuwa na kakisu kama kakisu kadogo. Sasa nikaona wamenitoa kama vile nimetolewa ngozi, kama nimefunuliwa, nimeondolewa kila kitu, ngozi yote imetoka, niseme hivyo. Akaja mtu mwingine
akanipatia ngozi ingine mpya tofauti na hii niliyo nayo. Wakaja wakatoa moyo wangu ubongo wangu, nikapewa vingine vipya. Ndo baada ya hiyo operation kupita, kuniondolea vitu hivi vya kawaida kama vile kunitoa vitu, ndipo sauti ikasema, sasa muonyeshe sasa siri ya siku za mwisho. Haleluya Bwana. Nilipoona hapo, baada nimekuwa na ability na uwezo wa kuona sasa. Nikawa na ability na uwezo wa kuwa wa kujiconnect na hao watu. Ni wengi ambao sikuweza kuhesabu. Nikaambiliwa, wakasauti kaambilia hao watu ambao nilikuwa nao, muonyeshe huyu siri ya siku za baadaye. Ndipo nikaona mwanamke amevikwa vazi la utukufu linalowaka, na uso wake pia unawaka, naye yuko kama anafunikwa na moto unaomzunguka, na mahali pote moto ulizunguka moto, na mahali pote alikokuwa na nchi ambao alisimama huyu mwanamke ulikuwa mwonekano kama mwanamke huyo. Yani utukufu. Naposema utukufu wa mwanamke huyu, huwezi ukaelezea. Sikuweza kumwona huyu mwanamke hadi kwanza nibadilishwe, nifunguliwe mimi wote, niondolewe vitu vyote, alafu sasa ndo nikaruhusiwa kwanza kumwona. Utukufu wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipoona huyu mwanamke, maono kwanza yakaishia hapo, na kwa sababu yakaishia hapo, katika geti hii ya 4 na sehemu yake ya kwanza itaishia kwanza hapo, alafu tutakuja siku nyingine kuleta sehemu yake ya pili, ikiwezekana hata ya 3. Tutaangalia jinsi itakavyokuwa yale mabaki. Kama mabaki ni machache, tunaongeza yote iwe sehemu ya kwanza hadi ya pili. Basi tutakuja na mwendelezo katika jina la Kristo Yesu. Karibuni na mshare, ni mambo mazito na makubwa ambayo Bwana amenifunulia. Kuanzia kengele, kila kengele inazidi kwenda deeper kuonyesha mambo makubwa. Tunashukuru Yesu Kristo kwa vile alivyotupenda na kutaka kutuonyesha na kutufunulia siri zinazokuja. Mwanamke huyo na mahali pake ni utukufu ambao huwezi ukaelezea. Basi na aimidiwe Yesu Kristo awezaye kutufunulia siri. Karibuni tena, si mwingine ni Joel kutoka Australia. Tukutane sehemu ya pili ya kengele yake ya 4. Asante. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.